Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi amewataka wataalamu wa afya nchini kujitokeza kwa nguvu kupambana na upotoshaji wa taarifa za afya unaosambazwa mitandaoni, huku akisisitiza umuhimu wa kuhamasisha mabadiliko ya tabia na utoaji wa elimu sahihi kwa jamii. Dr. Samizi amesema hayo alipokuwa akimwakilisha Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa katika mkutano wa wadau wa sekta ya afya binafsi uliofanyika katika ukumbi wa jiji la Dodoma uliopo mji wa kiserikali Mtumba jijini Dodoma. Akizungumza katika mkutano huo, Dr. Samizi alihoji ukimya wa wataalamu wengi wa afya, huku mitandao ya kijamii ikiendelea kutawaliwa na taarifa zisizokuwa sahihi za kiafya. Amesema ni muhimu kwa wataalamu wa afya kuacha kujifungia katika majukumu yao ya kila siku na badala yake kushiriki kikamilifu katika kutoa elimu kwa umma ili kusaidia jamii kufanya maamuzi sahihi ya kiafya. Tuhamasishe mabadiliko ya tabia. Tuhamasishe tuendelee kutoa huduma. Sisi wote hapa ni wataalamu. Nyie wote mnaingia mitandaoni, mnaona wanaotoa elimu. Nyie mko wapi wataalamu? Wataalamu mko wapi? Tuko bize madaktari. Tuko bize wanasayansi. Tuko bize kuliko Profesa Janabi. Tuko bize kuliko Profesa Janabi. Tuambiane ukweli leo wataalamu, si ndio? Hivi nyinyi hamuoni mafundisho yanayopotesha huko mitandao? Mnayaona hamyaoni? Nani wa kufundisha ukweli sasa? Nani wa kufundisha ukweli? Mpo tayari kubadilika? Mko tayari kuanzisha vitengo vya kukinga? Mko tayari kuhamasisha na kutoa elimu ya ukweli? Mpaka mtu mmoja kaniuliza, jamani, hivi Tanzania nzima mnashindwa na jana? Niliinama na kuona haya. Wataalamu, kweli tunazo hospitali, tunazo taasisi, tunayo majukwaa ya kusemea. Naomba, natoa wito. Hii ni hotuba ya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, hapa siongezi neno. Naomba tukahamasishe Watanzania kubadilika tabia, kwa sababu yako magonjwa ambayo tunaweza kuyazuia. Huo ndio mwelekeo wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Pamoja na uwekezaji mkubwa, lakini tunafahamu dialysis moja ni shilingi ngapi? Mgonjwa mmoja wa dialysis kwa mwaka anatumia zaidi ya milioni 40. Paka watu wanauza nyumba, wanauza ng'ombe, wanauza mbuzi. Ni magonjwa ambayo yanawaacha Watanzania na umaskini. Kweli sisi tutaendelea kuuza mashine zetu za dialysis, hawa Watanzania uchumi huu utapanda? Kila mgonjwa akitokea wa figo, nyumba imeuzwa. Akitokea mgonjwa wa figo, mbuzi wameuzwa. Ndio kweli kazi tuliotumwa na Mungu kuja kusaidia Watanzania? Jibu lake ni hapana. Kweli sio kweli? Basi naomba nitoe wito, mwende mkaanzishe vitengo hivyo, mwende mkawasaidie Watanzania wabadilishe tabia kwa kutoa elimu na kutoa tiba kinga. Muanzishe vitengo kwenye hizo hospitali zenu. Tuione elimu ya kweli ikifundishwa. Si wale madaktari makanjanja wanaofundisha uongo. Nyie mpo hapo madaktari mabingwa, mna wawekezaji, mna mahospitali, mna wataalamu. Wekeni vitengo vya elimu ya jamii kwenye hospitali zenu. Wekeni uhamasishaji kwenye jamii. Hivi mara moja kwa mwaka ukitoa sadaka ya kwenda kupima pressure, sukari bure kwa watu wanaokuzunguka na kuitangaza hospitali yako, utakufa maskini? Hiyo ndio njia pekee tu. Na sisi kama wizara kupitia Waziri Mohamed Mchengerwa na Katibu Mkuu tutakuja na programu inayosema zijue namba zako. Watanzania wote wazijue namba zao. Ukitajiwa, ukiambiwa utaje namba ya simu unaifahamu, lakini ukiulizwa na pressure, Watanzania hawajui. Akiulizwa sukari yake hajui, wala hajui kama ni lazima azijue namba zake. Mimi na wewe tuna kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanazijua namba zao, ili zinapobadilika wajue hizi namba zetu zimebadilika. Kama hujui namba ya mwanzo, ikibadilika huwezi kujua. Jua sukari yako, jua pressure yako, jua electrolyte zako zikoje, figo zikoje. Nyie mkaianzishe hiyo program. Tutakapozindua na nyie muichukue mwende nayo, ili Watanzania wanaowazunguka, wananchi wanaopata huduma kwenye facility yako wazijue namba zao. Watazijua kwa wewe kuamua
kuanza kuwahamasisha, toa bure, kafanye, wapime, ukiwakuta matatizo watakuja kutibiwa kwako. Hapo vipi jamani?